Nafikiri TFF wakae chini na Yanga tu wayamalize, au waangalie namna ya kuacha Yanga waendelee na mambo yao, kwa sababu kuna wakiendelea kubishana kusumbua na Young Africans kwenye masuala ya kikanuni, inaweza kupelekea wakaingia kwenye aibu, na watajikuta wanaingia kwenye aibu kwa sababu Yanga wanaonekana kuwa na misimamo mikali. Na nilikuwa nafuatilia pia hata historia ya Yanga tangu miaka ya nyuma. Yanga ni miongoni mwa timu ambazo ni timu ambazo zina misimamo mikali sana. Kwa wakisema jambo fulani kwamba hawataki kweli. Lakini ukiangalia mashirikisho mengi pia ambao wamejitahidi kuja, wamepambana sana na vilabu, mwisho wa siku vilabu vimeshinda. Nilikuwa naangalia kuna kesi moja ile kutokea kati ya Botafogo ya Brazil pale na shirikisho la Brazil miaka ya nyuma kidogo. Bado mwisho wa siku Botafogo walishinda kwa sababu waliamini sana kwenye kanuni. Na ukitazama pia kuna River Plate pia na shirikisho la soka la Argentina, bado River Plate pia walifanikiwa kushinda kwa sababu ya wao walishikilia zaidi masuala ya kanuni. Unajua mara nyingi mashirikisho ndio ambao yanaharibu mpira Yaani shirikisho la mpira huwa mara nyingi ndio linaharibu sana mpira. Kwa hiyo sometimes wao wanavunja kanuni kwa kuamini kwamba wao wana power, lakini vilabu vikiwa vinasimamia ile misingi ya kikanuni ndo vinashinda, kwa sababu wakienda kushtaki huwa kinachoangaliwa ni kanuni, nani amevunja kanuni, nani amefuata utaratibu wa kikanuni. Sasa kwenye issue ya Yanga, TFF na bodi ya ligi, Yanga wao wanafuata kanuni. Manake kanuni kwa sababu zimetengenezwa na watu wote na wote walikubaliana, ndio maana zikaanza kufanya kazi. Kitakachokuja kutokea ni kwamba kwa nini ulivunja kanuni? Yaani kwa nini ukufuata utaratibu ambao mlijiwekea? Sasa hapo ndio shida inapokuwa. Hapo ndio sehemu ambayo pengine TFF wanaweza wakajikuta wanaingia kwenye aibu, kwa sababu wanaweza wakashindwa na Young Africans kwenye hiyo kesi. Sasa wakishindwa na Yanga kwenye hiyo kesi ndio shida itakapoanzia. Ndio pale ambapo watu wataanza sasa kuto kuliamini shirikisho, ndio pale ambapo watu wataanza kuona kama TFF inaendeshwa na watu ambao hawafai, ndio pale ambapo watu wataanza kuona kama bodi ya ligi wanakosea, ndio pale ambapo watu wataanza kudai sasa kwamba hata viongozi pengine ambao TFF na bodi ya ligi waanze kujiuzuru, kwa sababu tayari klabu inaonekana kushinda. Kwenye masuala ya kikanuni niwaambie kitu kimoja. Kanuni ni makubaliano baina ya vilabu na shirikisho na bodi ya ligi. Wakishakubaliana hawa watu kwamba hii kanuni itumike, kanuni itatumika. Wasipokubaliana kwamba hii kanuni isitumike, basi hawatatumika. Na ndio maana kabla msimu kuanza, timu zote zinapitia kanuni na zinakubaliana kufuata hiyo kanuni. Sasa ikifika wakati katokea kwamba kuna mtu anaenda kinyume na kanuni yenyewe, manake anaadhibiwa bila kujali kwamba huyo ni shirikisho ama ni club. Sasa kama shirikisho au bodi ya ligi ndio wamevunja kanuni, manake klabu zina uwezo wa kudai haki yao ya kwa mujibu wa kanuni zinavyoeleza. Lakini ikitokea sasa imetokea situation klabu ndio imevunja kanuni na adhibiwa kama ambavyo kanuni zinaeleza. Sasa kwa sababu hakuna sehemu ya kuwapanish shirikisho ama bodi ya ligi kwenye hiyo kanuni, maana klabu zitasimamia tu msimamo wa kikanuni, maana itabidi shirikisho libadili msimamo wa kikanuni. Ndio mambo yanavyokwenda. Labda itokee jambo ambalo klabu inalalamikia sio jambo la kikanuni. Ikitokea klabu inalalamikia jambo ambalo sio la kikanuni, maana yake TFF na bodi ya ligi wana uwezo wa kufanya wanachotaka wao. Lakini kama klabu inalalamikia jambo la kikanuni, maana yake ni kwamba inabidi TFF na bodi ya ligi wafate kanuni inavyoeleza. Si kama mmenielewa vizuri. Kwa mfano, unaona issue ya Zamalek na Pyramids. Ya Zamalek na Al Ahly. Al Ahly wanataka wapate muamuzi kutoka nje. Wakati Zamalek wao hawana shida na muamuzi kutoka nje, wao kwa fresh tu, wao muamuzi wa ndani wa kimataifa fresh. Lakini kwa nini shirikisho la Misri lilisimamia msimamo? Kwa sababu ile issue ya uamuzi kutoka nje haipo kikanuni, ila tu waliweka room kwamba kuna uwezo wa kukaa na kufanya makubaliano. Ikitokea hawajaweka room ya kukaa na kufanya makubaliano, ikitokea hiyo room wameiondoa kwa sababu haipo kwenye kanuni, maana yake hawana haki ya kuhojiwa kwa namna moja ama nyingine. Na ndio maana walibaki na msimamo wao. Lakini ambacho wanakililia Yanga ni kanuni. Ambacho kimefanyika ni kuvunjwa kwa kanuni. Kwa hiyo kwa sababu kanuni zipo, maana yake zinapaswa kufuatwa. Ikitokea mtu hajafuata kanuni, means kuna shida ya means inabidi iadhibiwe kwa mujibu wa kanuni. Sasa Yanga wanaamini kwamba wao walifuata kanuni. Na kanuni ya kwanza ambayo ilivunjwa ni kanuni ambayo haikuwa na sababu za kuahirisha mchezo. Na hata ukiangalia ripoti ya bodi ya ligi
ni ripoti ambayo wao wanadai kwamba kulikuwa kuna viashiria vya ukosefu wa usalama. Lakini ile siku ilikuwa ni timu moja tu ndio ambayo ilikuwepo uwanjani. Kuna mtu mmoja alikuwa anamuuliza, hivi unaweza ukaona vipi kwamba hakuna viashiria vya kutokuwepo na usalama ukiwa kuna timu moja tu imefika uwanjani? Akaniambia ili uweze kuona kama kuna viashiria ambavyo sio vinaonesha kutokuwa na usalama, inabidi timu zote zifike ndio vionekane. Lakini kwa timu moja huwezi kuwa na hiyo sababu, kwa sababu inawezekana wale ndio wametengeneza hayo mazingira ya kutokuonekana kwamba hakuna usalama ili mchezo usichezwe. Akaniambia kitu kama hicho. Of course ni mtaalamu kidogo, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kuhudumu kwenye maeneo mbalimbali ya kiulinzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye kidogo anaelewa hivyo vitu. Sasa ile kwenye ripoti ya bodi ya ligi ilisema ilisema kuna viashiria vya kutokuwepo na usalama. Sasa ni which wao pengine waliona hivyo, lakini kwa mtu aliniambia kwamba huwa mara nyingi ile inakuwa kwa mtu mmoja. Yaani hawezi kuona viashiria vya kutokuwepo na usalama kwa mtu mmoja tu, tena ambaye pia alikuwa anaonekana kama anafanya vitu kinyume na makubaliano. Na aliniambia hivyo kwa sababu pia hata ukitazama kwenye ile issue ya Simba walienda kufanya maandalizi ya mwisho, lakini meneja wa uwanja alikuwa hajui na mechi commissioner alikuwa hajui kama Simba ataenda muda ule. Ni which kama walikuwa hawajui, manake pia inawezekana pia wao ndio walienda kufanya hivyo ili kutengeneza mazingira kutokuwepo na usalama. Of course ni sehemu tu ya maongezi yake, lakini ukweli ni kwamba kuna namna ambacho mimi nakitamani ni kwamba Yanga wakae chini na TFF, bodi ya ligi wakae chini, wasiende kutiana aibu, kwa sababu mwisho wa siku TFF na bodi ya ligi wakitiwa aibu na Yanga itakuwa hali mbaya zaidi, tofauti na vile ambavyo Yanga watatiwa aibu na TFF na bodi ya ligi. Unajua ni kama vile baba mtoto ampige vibao baba. Yaani mtoto akimpiga vibao baba anaonekana hana akili. Ndio kama hivi. Yaani Yanga ni TFF na bodi ya ligi hawa ni baba na Yanga ni mtoto. Sasa ikitokea mtoto anaota mbawa, anaanza anamshinda vita baba yake, inakuwa sio jambo zuri. Ni bora tu mkakaa chini mkayamaliza ili kuficha aibu ndogo ndogo. Nafikiri TFF wanapaswa kukaa chini na Young Africans pamoja na bodi ya ligi ili waepukane kutiana aibu, kwa sababu sio kitu kizuri. Yaani TFF ni shirikisho ambalo linasimamia mpira wetu, tunaliheshimu sana, lina viongozi wazuri ambao wanaweza kukaa na kufanya makubaliano na mtu na mambo yakaenda vizuri pasina kuleta mgogoro wa aina yoyote. Kwa sasa hivi tunasubiri ratiba mpya itoke ya bodi ya ligi, lakini kusema kweli hawa watu wanapaswa kukaa na kujadiliana kuna namna gani ambavyo wanaweza kufikia makubaliano pasina kutiana aibu. Haya mambo ya kutiana aibu haya sio mambo mazuri, kwa sababu mwisho wa siku anaweza kuleta mgogoro ambao unaweza kuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu hata hivyo kuna kesi na hatujui kwamba kesi yenyewe itaisha lini, kwa sababu mpaka sasa hakuna muda wa kusikiliza hiyo kesi yenyewe. So hali itakuwa ni mbaya zaidi huko mbele. Watu wakae tu wajadiliane, wajue namna ya kumaliza hili swala ili kila mtu aende time yake. Lakini ninachokiona hapa ni TFF na bodi ya ligi kwenda kuaibishwa sana na kwa zaidi na Young Africans kuliko Young Africans kwenda kuaibishwa na TFF na bodi ya ligi.